نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. أحبة الكرام، أيها الناس الكريم، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله تبارك وتعالى فقد فاز المتقون. Ndugu zanguni katika imani, baada kumshukuru Allah tabaraka wa taala ambaye ametuwezesha kutufikisha mwezi mtukufu wa Ramadhani na tukafunga kwa salama na amani, akatujalia Allah subhanahu wa ta'ala kusimama kisimamo cha usiku kwa uwezo wake. Na leo Allah subhanahu wa ta'ala ametujalia tena kukutana katika sehemu hizi tukufu kwa ajili ya kutekeleza ibada ya salatul Eid. Haya yote ni kutokana na mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake sisi. Hatuna budi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, na shukrani yenyewe bifi'li ma amara Allah bihi, kwa kuyafanya yale ambayo ameamrisha Allah subhanahu wa ta'ala, wajitinabi ma naha anhu wazajar, na kuepukana kujiepusha na yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyakemea na amekataza. Ndugu zangu katika imani, leo ni sikukuu, ni mwezi mosi Shawwal. Tumeshamaliza mfungo wa Ramadhan. Tulikuwa katika semina kubwa ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Tumejifunza mengi, tumeyafanya mengi. Maana yake hii semina ambayo tumeifanya itusaidie miezi mingine iliyobakia. Ndugu zangu katika imani, niwakumbusheni tu aya ambazo tulikuwa tunazisoma ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tulikuwa tunasema hivi: ya ayyuhalladhina amanu, enyi mliamini, kutiba alaykumus siyam, mmeandikiwa, mmefaradhishiwa juu yenu kufunga, kama kutiba ala alladhina min qablikum, kama iliyofaradhishwa kwa wale waliopita kabla yenu, la'allakum tattaqun, ili muwe wacha Mungu, mupate kuwa wacha Mungu. Hii ni miongoni mwa aya ambazo tulikuwa tunazisoma sana ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani.
Ndugu zangu katika imani, lengo ya funga ya Ramadhani na miongoni mwa matunda ya funga ya Ramadhani ni kumfundisha mfungaji, yani kuwa na uchamungu, takwa, awe mchamungu. Tulijikataza ndani ya mwezi wa Ramadhani kufanya maasi, tuliyeweka pembeni, lakini baada ya kuisha Ramadhani bado tuendelee vile vile tulivyokuwa tunafanya katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, kujiepusha na maasi. Tusije tukaharibu ibada yetu au ibada zetu tulizozifanya ndani ya siku 29 ya Ramadhani, tukaje kuharibu kwa siku moja tu. Tuihurumie ibada tulizozifanya. Tumepata shida sisi kusimama, na wengine tulikuwa tunalalamika, kuwalalamika maimamu wetu wanasoma kisomo kirefu, miguu inatetemeka, mara sijui ganzi. Sisi hapa na wengine tulikuwa tunakaa chini, lakini tulikuwa tunatafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Bado tuendelee kufanya hizo ibada, visimamo vya usiku viendelee. Bado sio kwisha kwa mwezi wa Ramadhani ndo kwisha kwa kisimamo cha usiku, hapana. Tuendelee na hizi ibada ambazo tulikuwa tunazifanya katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ndugu zangu katika imani, uchamungu huwa sababu kabuli la amali. Uchamungu ni moja kati ya sababu ambazo zinambelekea mchamungu kukubaliwa matendo yake na Allah subhanahu wa ta'ala. Yani wewe ukiwa mchamungu, tegemea kwamba matendo yako Allah anayakubali, dua zako Allah anasikubali, na mwisho wa siku utakapofariki, utakapofufuliwa, ukifa na hali hiyo ya uchamungu, taraji, tegemea ya kwamba utaingia katika rehema zake Allah subhanahu wa ta'ala, ambayo ni peponi. Ndugu zangu katika imani, yaqulu Maulana tabaraka wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, innama yataqabbalu Allahu minal muttaqina, hakika matendo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anakubali ni ya wacha Mungu tu. Ndio maana tuliwahusia sana wale ambao walikuwa wanafunga bila ya kutekeleza ibada ya swala. Tuliwaambia kwamba aya hii aliyesema ni Allah subhanahu wa ta'ala, na ametuonya sisi au ametufahamisha sisi ya kwamba ibada zenu atakaye kuja kukubaliwa ni yule ambaye atakaye kuwa amejikurubisha sana na Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye ni mcha Mungu. Ndugu zangu katika imani, bado tuendelee kuwa wacha Mungu ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ukiachana na hilo, ndugu zangu katika imani, Mtume sallallahu alayhi wasallam, ambaye ndiye aliyefundisha hii dini ya Uislamu mpaka ikakamilika, anasema, yani man sama Ramadhana, yeyote atakayefunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, thumma atba'ahu 6 min Shawwali, kisha akafuatilizia siku 6 za mwezi ya mfungo mosi, kana kasiyami dahari, huyu mtu anakuwa sawasawa na yule ambaye amefunga mwaka mzima. Wewe ndugu zangu katika imani, kumalizwa kwa mwezi wa Ramadhani sio sababu ya kuacha wewe kufunga. Kuna ibada za sunna ambazo natakiwa uzifunge, ambazo natakiwa wewe ujikurubishe nazo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Siku 6 za Shawali sio nyingi, kwa hiyo asipatikane muumini, kwa sababu funga ilifaradhishwa kwa waumini, na hii funga ya Shawali huwa ndo wanatakiwa wafunge. Kwa hiyo asipatikane mtu akasema kwamba mimi nimefunga siku 30 basi zinanitosha hizo, au 29 zinanitosha hizo, siku 6 sina mpango nazo. Hapana, funga ujiongezee thawabu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, ndani ya mwezi wa Ramadhani watu tulisaidiana sana, watu tulihurumiana sana. Watu waliwatazama Waislamu wenzao waliokuwa na hali ngumu wakawasaidia. Pia tulitoa sadaka kwa wingi mno ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Yote haya lengo ni kujitafutia radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulu tabaraka wa ta'ala, anasema Allah subhanahu wa ta'ala,
ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah, hivi nyinyi munaitwa na Allah subhanahu wa ta'ala katika njia yake Allah subhanahu wa ta'ala, litunfiqu fi sabilillah, ili mutoe kwa ajili ya njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa ajili ya dini ya Allah. Munaitwa na Allah subhanahu wa ta'ala mutoe mlivyoruzukiwa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kwa bahati mbaya cha kusikitisha, Allah subhanahu wa ta'ala anasema faminkum man yabkhal, lakini yupo au wapo katika nyinyi ambao wanafanya ubakhili. Wameambiwa na Allah watoe walivyoruzukiwa, sasa wapo miongoni mwao au miongoni mwetu ambao wanakuwa wabakhili, hawataki kutoa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wanaona kama wanaharibu mali zao, wanaona kwamba siui anataka kuishi kwa dhiki. Hapana, Allah ndiye aliyekupa hizo mali na Allah ndiye aliyekuambia utoe kwa ajili ya njia yake. Kwenda kutoa pia ni moja kati ya ibada ambazo Allah subhanahu wa ta'ala atakuja kulipa malipo makubwa mno mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, ukiangalia maswahaba wengi ambao walibashiriwa pepo, si kusema walikuwa na swala za faradhi tu, la, na vile vile ibada za kujitolea, ikiwepo kutoa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, ikiwepo kufunga funga za sunna, ikiwepo kuswali swala za sunna na mambo mengine mengi ambayo ni ibada za kujitolea, ndio kafikia sababu ya kubashiriwa pepo wakiwa hai. Ndugu zangu katika imani, faminkum man yabkhal, wapo miongoni mwenu ambao wanafanya au wanaleta ubakhili. Wa man yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsihi, nafahamu ya kwamba yule atakayefanya ubakhili ajue ya kwamba anajifanyia ubakhili nafsi yake yeye mwenyewe. Kwa sababu gani? Anajinyima yani thawabu za Allah subhanahu wa ta'ala, na ukijinyima thawabu za Allah subhanahu wa ta'ala, maana yake unajipunja peponi huko, inawezekana ukawa daraja ya chini. Kwa sababu gani? Ulikuwa bakhili katika dunia hii, katika kujitolea kwa njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man yabkhal fa inna ma yabkhal an nafsihi wallahu al-ghani wa antumul fuqara. Allah anasema nyinyi, yani Allah subhanahu wa ta'ala ni tajiri, wa antumul fuqara, na nyinyi ni mafukara. Yani hakusema wa antumul masikini, la, amesema wa antum fuqara, wa antumul fuqara, na nyinyi ni mafakiri tu. Maana yake fakiri ni yule ambaye ni mwenye hali ya chini sana kuliko masikini. Afadhali ya masikini kuliko fukara. Fukara ana hali ya chini mno. Kwa hiyo sisi ni mafukara mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tunahitaji sisi kwa Allah, tunayataka mengi kwa Allah. Kwa hiyo tutoe kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini akasema wa in tatawallaw, iwabu mtakengeuka kwa haya mliyoambiwa na Allah ya kwamba toweni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, anasema yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amthalakum. Allah subhanahu wa ta'ala atawabadilisha akawaleta wengine alafu hawatafanana na nyinyi. Kwa hiyo mkizizuia mali zenu, mkaogopa ufukara, mkaogopa umasikini, mkaogopa kufilisika kwa ajili ya kutoa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah atawabadilisha watu, atawaleta wengine ambao hawatakuwa mfano wenu, ambao hawatakuwa mabakhili kama sisi. Ndugu zangu katika imani, na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema almalu mali, yani Allah hadithi al-Qudsi anasema almalu mali, mali hizo mlizopewa ni za kwangu mimi Allah, wa antum ibadi, na nyinyi ni waja wangu. Anasema fashari jannati bimali, inunueni pepo yangu kwa kutumia mali zangu nilizowapeni. Ikhwatul akarim, kwa kumalizia, Mtume sallallahu alayhi wasallam kutokana na hadithi iliyopokelewa na Abi Umama radhiyallahu anhu qala, anasema huyu Mtume sallallahu, anasema huyu Abi Umama, sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqulu, nimemsikia Mtume sallallahu alayhi wasallam yakhutubu fi hajjatil wada, wakati anatoa hutuba katika hija ile ya kuaga Mtume, hijjatul wada, hija ile ya kuaga Mtume. Faqala, alisema Mtume, ittaqu
ittaqullaha, mcheni Allah subhanahu wa ta'ala, muwe wacha Mungu, mumuogope Allah subhanahu wa ta'ala. Akasema wasallu khamsakum, na swalini swala tano kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wasumu shaharakum, na fungeni mwezi wenu wa Ramadhani kama uliyepita huo. Wa addu zakata amwalikum, na toweni zaka kwa kupitia mali yenu mliyepewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ati'u umaraakum, na watiini viongozi wenu. Akasema tadkhulul jannata rabbakum, mutaingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tadkhulul aljannata rabbakum, mutaingia pepo ya Mola wenu. At-Tirmidhi, hadithi imepokelewa na Imam At-Tirmidhi. Ndugu zangu katika imani, miongoni mwa mambo ambayo tunajifunza katika hii hadithi, tumeambiwa wa ati'u umaraakum, watiini viongozi wenu, muwaheshimu viongozi wenu wanayewatawaleni. Sasa cha kusikitisha katika umma huu wa Kiislamu, yani wanaonekana wale viongozi wa dini, wanaonekana wale mashekhe sawa sawa na hakuna tu. Yani kiongozi hatoi amri, hatoi jambo, hatoi ushauri kwa waumini wake, kwa wanaowaongoza, lazima aletee shida. Huyu anatafuta nini? Hoja zitakuwa nyingi. Tunawavunjia heshima viongozi wetu. Yani sisi hatutakiwi kuwaasi viongozi, isipokuwa jambo tu la kumwasi Allah. Basi hatuwezi tukawatii. La ta'ata al-makhluqi fi ma'siyati al-khaliq, hakuna ruhusa ya kumtii kiongozi au kiumbe katika jambo la kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Na sina imani ya kwamba yupo kiongozi wa dini ambaye anaweza akawaamrisha waumini wake wamwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Hili ni jambo cha kusikitisha, ni jambo la kusikitisha. Ndugu zangu katika imani, tuwaheshimuni viongozi wetu wa dini, tuwasikilize viongozi wetu wa dini, na kama una hoja nao, mtafute faraghani, mtafute ukiwa peke yako. Kuna jambo fulani hapa liko hivi. Ndio inavyotakiwa kumusii kiongozi. Kiongozi hawezi kupewa nasaha hadharani mbele za watu, maana yake takuwa muumbua. Ndugu zangu katika imani, nisicheleweshe hutuba kwa sababu kutokana na mazingira ya hali ya hewa na kutokana na watu wanabidi watoke wakaandae mazingira masala ya Idi. Kwa hivyo kwa haya machache ambayo tumeyaeleza, tumekumbushana, kwa hiyo tuwe ni wenye kufanyia kazi. Allah subhanahu wa ta'ala atatulipa. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala aiweke ibada yetu ya Ramadhani katika mizani al-hasanat. Aijalie ibada yetu hii ya Idi iwe ni ibada makubulu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Atujalie Allah subhanahu wa ta'ala na atufanyie uwepesi katika kuyaendea mambo ya khairi, na atufanyie uzito katika kuyaendea mambo ya shari. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.